Comrade Bashiru Ali. Mheshimiwa Spika, na mimi niungane na mbunge mwenzangu Mheshimiwa Riziki kumshukuru Mungu wa mbinguni sana, ambaye yeye ilimpendeza Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anipe dhamana hii ya kuwa sehemu ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili tukausaidie umma wa Watanzania kuleta maendeleo katika nchi yetu. Na mimi binafsi nikasaidie Chama cha Mapinduzi kuhakikisha yote ambayo tuliwaahidi Watanzania katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 na tuliyoyaahidi kwenye ilani yetu ya uchaguzi. Joseph Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwamba yale yote ambayo amewaahidi Watanzania katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 tukayasimamia ipasavyo hiki muhimili wa dola Bunge, ili yale yote yaliyoahidi uhalisia kwa Watanzania. Na mimi nitakuwa mwaminifu na mtiifu, nitachukua muda kujifunza na kuhakikisha ya kwamba maslahi mapana ya taifa letu la Tanzania ninayaweka mbele mchana na usiku, na kama tulivyo hapa, na muomba Mungu wa mbinguni anisaidie ikawe hivyo sawa sawa na matarajio ya Tanzania na mkuu wetu wa nchi ndugu yetu John Pombe Joseph Magufuli. Asante sana Mheshimiwa Spika. Asante, makofi mengi sana. Habari mubashara waweze kukusikia. Kwa heshima na taadhima, Mheshimiwa Spika, karibu. Ndugu Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi Dr. Bashiru Ali, pamoja na Secretariat na watumishi wa chama mliopo, waheshimiwa wabunge wa bunge hili la 12 la Jamhuri ya Muungano mlioko hapa, na kipekee Mheshimiwa Nurida na Mheshimiwa Polepole, Asalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Niwashukuru nyote kwamba tumeweza kukutana jioni ya leo katika viwanja hivi vya Bunge kwa mara nyingine, na niwashukuru sana watumishi wa Bunge wa kupitia kwaya ambao mmetubariki sana kwa wimbo wa taifa pamoja na wimbo wa Afrika ya Mashariki. Muendelee kuboreka. Niwakaribishe wageni wote ambao tuko katika viwanja hivi vya Bunge. Nianze kwa kuwapongeza sana wabunge wapya na kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa vile ambavyo ameanza kwa kuwateua ninyi katika nafasi zake zile. Sasa kwa mujibu wa ibara ya 66 ibara ndogo ya kwanza D, ibara ndogo ya kwanza E ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 77, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ana mamlaka ya kuteua wabunge wasiozidi 10 kutoka miongoni mwa watu wenye sifa za kuwa wabunge. Miongoni mwao 5 wanakuwa wanawake na 5 wanakuwa wanaume. Mwezi huu wa Novemba 2020 nilipokea barua kutoka kwa Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akinijulisha kwamba amewateua Bwana Humphrey Polepole na Bi Riziki Saidi Rulida kuwa wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ikumbukwe kwamba tarehe 24 Novemba 2020, baada ya kuapisha wabunge 19 wa viti maalum kutoka chama cha Chadema katika uwanja huu, nilieleza na labda nirudie kwamba kutokana na marekebisho yaliyofanyika kwenye kanuni za kudumu za Bunge toleo la Januari 2016, tulitunga kanuni ya 30, kanuni ndogo ya pili B katika kanuni mpya za 2020 sasa, ambazo kanuni hizi mpya zinaanza kutumika na bunge hili la 12.
ambayo mabadiliko hayo yanahusisha Spika kuwaapisha wabunge wanaochaguliwa au kuteuliwa wakati ambapo hakuna mkutano wa bunge unaoendelea. Marekebisho haya yaliyopelekea jambo hili ni matokeo ya utafiti wa kina uliofanyika kuhusiana na masuala mbalimbali yaliyoleta changamoto wakati wa uendeshaji wa bunge la 11. Utafiti huu ulihusisha mabunge mengine ya Jumuiya ya Madola ambayo uendeshaji wake unafanana kwa namna moja au nyingine na bunge letu. Lengo la utafiti ilikuwa ni kwamba pamoja na mambo mengine kujifunza namna bora ya kuendesha kiapo cha uaminifu kwa wabunge wanaochaguliwa au kuteuliwa wakati ambapo hakuna mkutano wa bunge unaoendelea. Katika utafiti huo ilibainika kwamba uapishaji wa wabunge nje ya ukumbi wa bunge ni jambo la kawaida na linafanyika katika mabunge mengine kadhaa. Kwa mfano, nchini New Zealand, kanuni za bunge hazimruhusu mbunge mpya kuingia ndani ya ukumbi wa bunge kabla hajaapishwa. Kwa kweli hata kanuni zetu sisi hazimruhusu mtu yeyote asiyekuwa mbunge au mtumishi wa bunge kuingia katika ukumbi wa bunge labda kwa kibali cha bunge lenyewe. Lakini mtakumbuka mbunge anayechaguliwa huwa tunamruhusu anaingia mpaka pale mbele, halafu anakula kiapo. Kwa namna moja au nyingine ni aina mojawapo ya uvunjifu wa kanuni. Inatakiwa kanuni itenguliwe ili yule asiye kuwa mbunge aingie, halafu akishaapishwa sasa ndio inakuwa halali yake. Lakini tumekuwa tukifanya hivyo. Kwa hiyo kule New Zealand kanuni za kwao hizo humtaka spika kumwapisha mbunge huyo eneo la nje ya lango la kuingia ukumbini, bar of the house. Ni mlangoni pale ndipo wanapoapisha wenzetu. Na akishaapishwa sasa anaingia kwenye ukumbi wa bunge kama mbunge. Kwa sababu huwezi kuingia kwenye ukumbi wa bunge isipokuwa mbunge ama kwa kibali cha bunge lenyewe. Endapo spika anakuwa na majukumu mengine, basi humtaka katibu wa bunge kufanya zoezi la kumwapisha mbunge huyo mpya kwa niaba yake. Nchini Uingereza, katika bunge la House of Commons, kabla ya mbunge mpya kuanza kutekeleza majukumu ya kibunge, spika huweza kumwapisha mbunge huyo katika ofisi ya spika au eneo jingine kwa kadri itakavyoelekezwa na spika. Vile vile spika huwa na uwezo wa kumwelekeza katibu wa bunge kutekeleza jukumu hilo kwa niaba yake. Moja ya tukio lililowahi kutokea nchini Uingereza kuhusiana na kiapo nje ya ukumbi wa bunge linamhusu mbunge mpya ambaye ilibidi ale kiapo akiwa amelazwa hospitalini. Manake spika na katibu na wasaidizi wao ilibidi waende hospitalini na kumlisha kiapo cha ubunge yule mbunge baada ya kuchaguliwa au kuteuliwa. Kiapo hicho kilifanyika mbele ya katibu wa bunge kwa maelekezo ya spika. Hata hivyo, mbunge huyo alifariki akiwa anaendelea na matibabu bila kuwa ameingia bungeni. Sheria zinazosimamia uendeshaji wa bunge zinayatambua maeneo yote yanakofanyika shughuli za bunge kuwa ni maeneo rasmi ya bunge. Maeneo hayo ni pamoja na yaliyo nje ya ukumbi wa bunge, iwe ni kwenye korido, iwe kwenye bustani na maeneo mengine yote ambapo spika anaweza kaelekeza shughuli ya bunge ifanyike. Napenda kukumbusha umma kwamba katika bunge la 11 lililopita tuliunda kamati 3 muhimu. Kamati moja ilifanya kazi ya utafiti mkubwa kuhusiana na jinsi nchi yetu inavyoweza kufaidika zaidi kutokana na vito vya almasi. Na kamati nyingine ilifanya utafiti na uchunguzi kufuatia masuala yanayohusiana na biashara ya Tanzanite. Na kamati ya 3 ilifuatilia masuala ya uvuvi wa bahari kuu. Mtakumbuka kwamba shughuli zote za kamati za kupokea taarifa za kamati hizo 3
zilifanyika hapa hapa mlipokaa leo. Kwa hiyo sio mahali ambapo ni mara ya kwanza shughuli za bunge kuweza kufanyika. Wako rafiki zetu ambao hivi karibuni wamejipambanua kwa kukejeli shughuli za bunge. Ni watahadharishe na kuwakumbusha, labda wamesahau kwamba ni jambo lisilokubalika kwa mtu yoyote kudharau shughuli za bunge, kudhalilisha bunge, kudhalilisha uongozi wa bunge na hata kudhalilisha wabunge waliokwisha kuapishwa. Maboresho ya kanuni inayosimamia kiapo yanamwezesha mbunge mpya kuanza kutekeleza kazi za na kuwajibika kwa wananchi mara tu baada ya kuchaguliwa kwake au kuteuliwa kwake. Kwa utaratibu wa zamani, ilibidi wateule hawa wakae bila kufanya kazi za kibunge hadi Februari 2 mwaka 2021. Lakini mabadiliko haya yaliyofanyika kwenye bunge lililopita yanawawezesha sasa baada ya kula kiapo kuanza kufanya kazi zao za kibunge moja kwa moja kama walivyo wabunge wengine wote ambao tuliwaapisha tangu bunge hili la 12 ianze. Ikumbukwe ndugu zangu kwamba shughuli za bunge huwa hazisimami. Ndio maana wabunge wanachaguliwa kwa miaka 5. Kwa hiyo baada ya uchaguzi mkuu wabunge wanakula kiapo na wanaendelea na shughuli za ubunge muda wote. Hakuna muda ambao mbunge yuko likizo au bunge lenyewe liko likizo. Hakuna. Ama mbunge atakuwa ni kazi za bunge ndani ya ukumbi wa bunge hapa Dodoma, ama atakuwa kwenye kamati mikoani, na kamati yote ya bunge inapofanya kazi mikoani inafanya kazi kwa niaba ya bunge. Kwa hiyo kama wanatembelea miradi ni bunge liko kwenye huo mradi. Kama wako kwenye ukumbi wamewaita wataalamu wa serikali, iwe ni uwajibikaji wa matumizi ya fedha za serikali au jukumu jingine lolote, kamati hiyo inafanya kazi kwa niaba ya bunge. Wakati mwingine wanakuwa majimboni na mahali pengine popote pale. Haimaanishi wakati huo bunge liko yani kwamba halipo. Hapana. Kwa hiyo tafsiri finyu ya neno bunge isiwayumbishe Watanzania kama baadhi ya wapotoshaji wanavyofanya. Na ndio maana hata ndugu zetu wa mahakama, si nia yangu kuwasemea, lakini nadhani Watanzania mmeshuhudia wakati kwa wakati mahakama ikienda kwenye mashamba ya watu ambao wanagombania mipaka au jambo jingine lolote, ikienda hata huko maporini kwenye mifugo, kama kuna jambo ambalo linailazimisha mahakama kwenda huko, mahakama inaweza kufanyika hata chini ya mti na ikatoa hukumu, na hukumu zake ni binding. Kwa hiyo kufikiri kwamba bunge ni ukumbi wa bunge peke yake ni fikra finyu sana. Kwa hiyo wabunge wote wa bunge la 12 tuliowaapisha tunaendelea kuwatambua kwamba ni wabunge kamili wote, ikiwa ni pamoja na wale 20 wa chama cha Chadema, 19 na yule mmoja aliyechaguliwa ambaye ni Mheshimiwa Aida Kenani. Nashangaa wanawasonga tu hao 19. Yule mmoja amemgwaya. Wakiweza mfukuze basi. Lakini sisi tushamwapisha na tunamtambua kwamba ni mbunge wa bunge hili la 12. Hayo yanaendelea huko ya kwao. Hivi karibuni nitawapanga wabunge katika kamati mbalimbali. Baada ya Mheshimiwa Rais kuwa ameunda baraza la mawaziri. Kwa sababu kamati zetu za bunge ni kamati za kisekta. Tunaziunda kamati kufuatana na serikali vile ambavyo Mheshimiwa Rais ameiunda. Hatujiundii tu kamati za bunge. Tunaziunda kwa malengo maalum ya kuisaidia serikali kuweza kutekeleza majukumu yake vizuri zaidi. Wakati huo ukifika, nitawapanga wabunge wote. Wote. Nikisema wote na maanisha wote. Maana hata watakao kuwa mawaziri
tutawapanga katika kamati ambazo ndio sekta yao inapoangukia. Kwa hiyo ningependa kutoa wito kwa wanahabari kwamba tuwe na weledi wa kutosha kuhusu shughuli za Bunge, na sisi tusiwe sehemu ya kusikiliza upotoshaji unaoendelea, na pale ambapo tuna wasiwasi wa jambo lolote, basi ni vizuri kurudi kwa ofisi ya katibu wa Bunge au spika mwenyewe ili kupata ufafanuzi wa jambo hilo. Na kwa maana hiyo nawaombeni sana, hebu waacheni wastaafu wetu wapumzike. Tuwaache wapumzike wazee wetu, wamefanya kazi nzuri iliyotukuka. Mambo huku nyuma yao yanabadilika. Kwa hiyo mnapowafuata wakati wao wana kumbukumbu zile za wakati ule, na huku kuna mambo mapya yanaendelea, mnataka kuwachonganisha wazee hawa na wananchi wa Tanzania, na si haki. Na nyinyi vijana hamwezi kwa mnawachukulia out of context, yani si vizuri baadhi ya vyombo vya habari vinavyofanya namna hii. Waacheni wazee wapumzike. Kwa hiyo kama kuna jambo basi tutafutane. Kwa hiyo kwa wale walikuwa na wasiwasi kwamba wale wabunge 19 sijui kuna hili, niwahakikishie wale ni wabunge kamili wa Bunge la Jamhuri ya Tanzania, na niwakumbushe wanahabari, kila mnapowatamka majina yao muanze na neno mheshimiwa. Najua kabisa ndugu Polepole hapendagi kabisa neno mheshimiwa, lakini mtakapomwandika kuhusu Bunge mtaandika Mheshimiwa Humphrey Polepole, maana ni kanuni ya Bunge. Sasa tutafanyaje? Ninawaomba Watanzania wote tupige vita na tukatae sana ukatili dhidi ya kwa kisingizio kile mmoja, kwa sababu rafiki yangu nimtaje tu jina, Mheshimiwa Freeman Mbowe. Tulianza naye ubunge mwaka 2000 mimi na yeye. Tunafahamiana vizuri, japo alipigwa chini hapo katikati. Mimi nimeendelea moja kwa moja, mwenzangu alipigwa chini, Nafuu ya Kimbita na safari kapigwa chini. Mzoefu wa kuanguka kwenye chaguzi, wala sio mara ya kwanza. Amesimama akaanza kuwatukana hadharani waheshimiwa wabunge hao wanawake. Kwa mtu mzima na mwanaume wa Tanzania uliyefundwa, ni aibu kubwa kutukana wanawake hadharani. Ningependa kuchukua nafasi hii kumuonya na kumkanya mwenzangu asione sifa katika jambo hilo. Wanawake ni mama zetu, wanawake ni dada zetu, wanawake ni shangazi zetu. Hata pale wanapokuwa wamekosea namna gani, tuwatafute, tukae nao, tupate maelezo yao, na sio kuwafukuza kama vibaka na kuona fahari katika kufanya hivyo. Lakini pia wako wanawake, yuko mmoja aligombea hapo Morogoro mjini kwa chama hicho, amesimama akiwaita wale wenzake ni COVID-19. Yeye mwenyewe mwanamke anatukana wenzake namna hiyo. Tunasononeka. Tunaona kweli safari ya wanawake bado ni ndefu kufika mnakotaka kufika. Hamjui nyinyi wale 19 wamepitia mapito gani. Hamjui nyinyi kwa nini imekuwa ilivyokuwa. Ni ngumu. Yako mambo hatuwezi kusema humu. Viko vyama ni kampuni ya mtu. Mtu ni Mungu mtu. Bila yeye hakiwezekani chochote, na kwa masharti yoyote atakayoweka. Ndio jamii tunataka kujenga Watanzania sisi. Yaani mtu awe na chama na buruza anapotaka yeye. Ndio maana namwambia hawa 19 ni wabunge. Labda wao wenyewe kwa kutumia utaratibu wa katiba ama wajiuzuru ama kutokea katika yale mambo ambayo kwenye katiba. Lakini kwa yeye na mnyika wake, wale ni wabunge. Hawawezi wao na genge lao la wanaume wakaweza kufanya hivyo dada zetu. Hata tuwe vyama tofauti, hata tuwe kabila tofauti, hata tuwe rangi tofauti, lakini ubaguzi wa aina hii wa kijinsia
unatakiwa upigwe vita na Watanzania sisi wote kabisa. Ndio maana niliwaambia igeni Chama cha Mapinduzi. Hivi kweli rafiki yangu Freeman Mbowe, umesahau Mheshimiwa Halima alipovunjika mkono kwa ajili ya kufuata magereza? Umesahau Esther Bulaya alipopigwa Kazimia amepelekwa Aga Khan hajitambui kwa ajili yako Mbowe? Umesahau Esther Matiko amelazwa Segerea mara ngapi kwa ajili yako? Ningeweza kumtaja kila mmoja pale, jinsi walivyosota kwa ajili ya wewe Mbowe. Mshahara wao ni kufukuzwa hadharani namna ile, kwa utaratibu wa namna ile usiokuwa wa kiutu, bila hata kuwasikiliza. Haiwezekani. Wewe nani nchi? Haiwezekani. Analalamika mwanachama wake Nusrat alikuwa yuko mahabusu. Kwa nini ameachiwa na kuapishwa kuwa mbunge? Kwa alitaka asiye magereza, katoka sasa. Huyu ni kiongozi. Hivi wewe una ndugu yako yuko kule, atoke saa 8 usiku, atoke saa 7 mchana, mradi katoka, si unasema alhamdulillah? Yeye analalamika, haiwezekani. Haiwezekani. Wewe unataka asiye kule, mtoto wa watu. Wewe yeye yuko ndani. Jamani, ndio maana tunawaambia wakati mwingine baadhi ya hivi vyama, ndugu zangu, ya Rabbi toba. Basi baada ya maneno hayo, nimshukuru tena Mheshimiwa Rais wetu Dr. John Pombe Joseph Magufuli kwa kutupatia wabunge hawa wawili. Nina hakika wako wengine wengi sana ambao sasa hivi yaani wanapiga dua za kila aina kuvizia zile nafasi 8 za Mheshimiwa Rais ambazo zimebakia, na watakia kila laheri. Kwa hiyo bado katika idadi yetu kamili bado 8 wa Mheshimiwa Rais ambao huwateua yeye mwenyewe anavyoona. Anaweza hata asiteue, anaweza kateua kidogo kidogo, ni ile ni prerogative yake. Lakini pia bado wale 5 wa kutoka Baraza la Wawakilishi, tukiwapata hao 13 tutakuwa tayari tunayo full idadi ya wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambao jumla yao wote wanakuwa 393. Na watakia kila laheri waheshimiwa wabunge wote kokote kule mliko. Ninawaomba sana wote mjaze fomu zile za maadili za aina 2, za mali na madeni na zile zingine za cheo kinachohusika ndani ya siku 30 kuanzia sasa hivi. Nawaomba waheshimiwa wabunge wote kuhakikisha kwamba wamejaza fomu zetu zote za kibunge, za masuala ya kibunge, ziko kadhaa. Tuzijaze zote zikamilike, ili kila kitu kianze kwenda vile kilivyopangwa tutakapokusanyika tena Dodoma katikati ya Januari 2021. Kwa kumalizia basi, niwatakieni heri ya Krismasi, heri ya mwaka mpya 2021. Mwenyezi Mungu awatangulie, kwa pamoja tunaweza. Asanteni sana. Makofi mengi. Huyo ni Mheshimiwa Job Ndugai, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ndio maana amekuwa spika. Tumpigie makofi mengi. Baada ya kumalizika kwa itifaki hiyo, kitakachofuata ni picha za kumbukumbu zitapigwa mbele ya jengo la Bunge. Picha ya kwanza itahusisha Mheshimiwa Spika, Katibu wa Bunge na waheshimiwa wabunge walioapishwa hii leo. Picha ya pili itahusisha uongozi huo wa bunge pamoja na Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM. Picha nyingine itahusisha wabunge wapo hapa na Tanzania, nao watapata nafasi ya kupiga picha na wabunge wenzao pamoja na uongozi wa bunge. Picha ya mwisho itahusisha kwaya yetu ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. DJ, tuwekee muziki mwepesi wakati viongozi wanaelekea katika eneo la kupiga picha.
Waheshimiwa wabunge mliopo, tunaomba kwa heshima lazima kasimame nyuma. Huo Secretariat ya Chama cha Mapinduzi mliomsindikiza Mheshimiwa Polepole mjiandae. Wakimaliza waheshimiwa wabunge, mtafuata Secretariat ya Chama cha Mapinduzi ambayo mmemsindikiza Comrade Mheshimiwa Polepole. Nadhani tayari waheshimiwa wabunge, asanteni. Haya, Secretariat ya Chama cha Mapinduzi kwa heshima na taadhima. Wakati huo kwaya yetu ya bunge ikijiandaa. Baada ya kumaliza Secretariat ya Chama cha Mapinduzi, kwaya ya bunge tutamalizia. Haya, asanteni sana Secretariat, naamini picha iko tayari. Naomba tusogee sasa wanakwaya wa bunge. Kwaya ya bunge tusogee haraka haraka. Hiyo ni picha yetu ya mwisho ikihusisha uongozi wa bunge, wabunge waliopishwa hii leo, katibu mkuu wa chama pamoja na kwaya ya bunge ambayo ni wafanyakazi wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naamini kwamba picha hiyo tayari imekamilika. Asanteni sana. Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Katibu wa Bunge, waheshimiwa wabunge wote, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, na hapa ndio tumefikia mwisho wa hafla yetu ya kiapo cha uaminifu kwa waheshimiwa wabunge walioteuliwa na Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Spika wa Bunge, kwa hivyo tunakuruhusu sasa ukaendelee na majukumu mengine ya ujenzi wa taifa letu. Asanteni sana. Sasa nina jasho. Geukia. Lusinde sasa si huyo hapo, unamwacha kumfanya mbuku Lusinde. Geukia. Hicho. Labda mheshimiwa, ungejitambulisha majina yako mawili na pia kwanza ungetueleza, kwa sababu kumekuwa kuna romance nyingi jinsi wabunge wanavyoapishwa nje ya ukumbi wa bunge, na wewe ulikuwa kwenye bunge lililopita, labda tungepata kujua unalifahamu hili jambo na labda ufafanue ule ambao ametoa Mheshimiwa Spika. Mimi kwa jina naitwa Jacqueline Ngonyani Msongozi, ni mbunge wa viti maalumu mkoa wa Ruvuma. Kama ulivyoniuliza kwamba mimi nilikuwepo bunge lililopita, ni kweli. Mimi nimemaliza kipindi changu cha miaka 5 iliyopita na sasa nimepata miaka 5 mingine. Kwa hiyo alichoongea Mheshimiwa Spika juu ya uapishaji kwa maana ya marekebisho ya taratibu na sheria iliyokuwa imewekwa ni sahihi kabisa. Tumeshiriki kuitengeneza hiyo sheria, na kwamba wabunge sasa ambao wanateuliwa baada ya wabunge wengine kuapishwa wanaweza kuapishwa kwenye eneo lolote lile ambalo Mheshimiwa Spika atakuwa ametoa maelekezo liandaliwe kwa ajili ya maapisho hayo. Labda kuhusiana na swala zima Mheshimiwa Spika alisema kuhusu wanawake, unalizungumzia vipi? Ndugu mtangazaji, kwanza mimi nichukue nafasi hii kumpongeza sana Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Job Yustino Ndugai, ambaye ni mbunge na ni spika ambaye mzoefu na amefanya kazi nyingi sana katika bunge hili toka mwaka 2000.
Niseme tu kwamba katika masuala mazima yanayohusu wanawake, Mheshimiwa Ndugai amekuwa ni mtetezi sana wanawake ndani ya Bunge, lakini pia tumeshuhudia mara nyingi sana Chama cha Demokrasia na Maendeleo kimekuwa kikiwadhalilisha na kuwanyanyasa sana wanawake ambao wanatokana na chama chao, aidha kwa kuwawekea masharti mbalimbali ili waweze kupata nafasi ya ubunge, ikiwa pamoja na masharti ambayo yanawadhalilisha sana wanawake hao. Na hii imejidhihirisha wazi baada ya chama hicho wanawake 19 ambao ni wabunge wanaotokana na chama hicho cha Demokrasia na Maendeleo, wabunge wanawake wakiongozwa na Halima Mdee kuja na kuapishwa katika eneo la bunge. Yeye ameleta mambo tofauti kabisa, na kwamba imejidhihirisha kwamba chama hicho sasa kinaonyesha wazi kama ni sakosi, aidha ni chama cha mtu, yani kama vile kampuni ya mtu. Haiwezekani katika hali ya kawaida wabunge ambao wameletwa kwa mujibu wa taratibu, kanuni na sheria na taratibu nzima za chama zimefuatwa, hatimaye yeye aje akanushe kwa sababu ameona kwamba wake zake aidha wapenzi wake hawajateuliwa, na ndio maana ameona kwamba hii sasa itakuwa haina maslahi kwake. Na niseme tu kwamba jambo hili sio jambo jema, sio jambo zuri, kwa sababu Mbowe akumbuke kwamba na yeye anatokana na wanawake. Bila wanawake na yeye pia asingekuwa Mbowe pale alipo. Kwa hiyo wanawake wana haki ya kuheshimiwa, wanawake wana haki zote za msingi kama wanawake, ili waweze kupata haki zao za msingi kama walivyo wabunge wa viti maalumu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Lakini pia ndugu mtangazaji, nikwambie jambo moja, inawezekana kabisa Mheshimiwa Mbowe, unajua sisi wanawake tunapokuwa tunaingia kwenye swala zima la uzazi, wanawake huwa wanapata wakati mwingine kifafa cha mimba, wakati mwingine wanawake huwa wanaweza wakapata kichaa cha mimba. Kwa hiyo na mimi niseme tu kwamba inawezekana Mheshimiwa Mbowe katika hali isiyo ya kawaida amepata hangover na ugonjwa mbaya sana ambao umemkuta katika kipindi hiki cha uchaguzi baada ya kupigwa daflao kule kwenye jimbo lake, kwamba amekosa kushinda jimbo na sasa ana hangover ya uchaguzi, na inampelekea kwamba pengine amekuwa affected psychologically, na ndio maana anafanya vitu vya ajabu ajabu. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba ninampongeza Mheshimiwa Spika kwa kukazia kwamba wanawake walioapishwa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo wataendelea kuwa wabunge, na sisi tunamuunga mkono na kwamba tunafurahi kuona kwamba spika wetu anasimama imara katika kutetea na kusimamia maslahi ya wanawake hao. Wanawake hao ni waombe na waheshimiwa wabunge wanawake wanaotokana na chama cha Chadema kwamba sisi wanawake wenzao tunaotokana na Chama cha Mapinduzi ambao ni wabunge tumeapishwa pamoja nao, tunasema tutakuwa nao bega kwa bega kuhakikisha kwamba haki zao wanazipata pasi na shaka yoyote.